Rise over Peter's Park. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, yani TCRA, miezi ya hivi karibuni imefanya ufuatiliaji mkubwa mkali kwa maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya mikoa mingine ambayo ipo hapa Tanzania. Ufuatiliaji huo ulifanikisha kukamata watuhumiwa 25 ambao wamekuwa kwa pamoja wakishirikiana kufanya makosa mbalimbali ambayo yalipelekea watu kuibiwa pesa zao, lakini na makosa mengine ya udhalilishaji kufanyika kwa kupitia hii mitandao. Watuhumiwa hao kama nilivyosema wamekamatwa maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, na miongoni mwa waliokamatwa ni mtu aliyefahamika kwa jina la Kevin Sauro, mkazi wa Ifakara, ambaye yeye kwenye kundi lake la mtawanyiko ambao nimeutaja walikuwepo watu wengine 14. Watu hawa wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali ya kwenye mtandao, lakini wakijipatia pesa kwa njia za udanganyifu katika kikundi chao, lakini pia wamekuwa wakitumia laini za simu ambazo sio zao, zenye usajili ambao sio wao, lakini pia walikuwa kwa namna moja au nyingine wakifanikiwa kuingilia na kubadili namba za utambuzi halisi wa simu, yani IMEI. Kwa kutumia mifumo hiyo wameweza kujipatia pesa mbalimbali kwa njia ya udanganyifu, na wamekuwa baadhi yao wakituma jumbe mbalimbali ambazo tumeshazitahadharisha mara kadhaa, ya tuma pesa au hela kwenye namba hii au tuma kwenye namba ile ya pesa ya kodi. Jeshi la Polisi limefanikiwa pia kumshikilia mtu aliyefahamika kwa jina la Unique Adolf Ngagani na wenzake 4 kwa tuhuma za kumiliki akaunti za mtandao wa TikTok ambazo zimekuwa zikitumika kusambaza taarifa zenye maudhui ya udhalilishaji wa watu mbalimbali kupitia programu za akili unde, yani artificial intelligence. Watu hawa wamehojiwa kwa kina na baadhi ya vifaa wanavyovitumia vimekamatwa na hatua za kisheria zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao tayari kufikishwa kwenye mahakama za kisheria za Tanzania, yani mahakama ya Kisutu. Kwenye msako huo mkali ambapo Jeshi la Polisi limejiunga na mamlaka zingine za kisheria, wamefanikiwa pia kukamatwa mtu aliyefahamika kwa jina la Barwani Hamisi Kateme, maarufu kama jina la Majani. Huyu ni mkazi wa Kahororo, mkoa wa Kagera, ambaye amekamatwa na wenzake 4. Hawa wanatuhumiwa kwa kutumia mitandao kufanya makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, yani utapeli, kwa kuwadanganya wastaafu na kuwaambia pesa kwa kujifanya kuwa baadhi yao ni wafanyakazi wa mfuko wa pensheni, na kwamba wanaweza kushughulikia kupata mapunjo ambayo baadhi ya wastaafu wamekuwa wakiyaelezea. Mtuhumiwa huyu wa Kahororo mkoani Kagera, maarufu kama Majani, amehojiwa kwa kina na mbinu ambazo amekuwa akizitumia, na yeye pia jeshi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamehakikisha anafikishwa mahakamani.
Baadhi ya watuhumiwa hawa wamekamatwa wakiwa na vifaa hivyo ambavyo wanavitumia katika kufanyia makosa haya ya kimtandao, yakiwemo ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, lakini kudhalilisha watu na mengine haya ya kujifanya kwamba wao ni watumishi wa mifuko hii ya pensheni. Baadhi ya vifaa ni pamoja na simu janja, lakini pia simu janja za kawaida zaidi ya 20 zenye laini tofauti tofauti na makampuni tofauti tofauti, lakini zina memory card tofauti, kompyuta pamoja na mashine ya usajili wa laini. Baadhi ya watuhumiwa hawa ambao nimewataja wamekwisha fikishwa kwenye mahakama za kisheria za Kisutu. Jeshi la polisi linaendelea kama ambavyo limekuwa likifanya mara kadhaa kutoa wito kwa wananchi, kwanza kufuata sheria na kanuni za matumizi ya mitandao, pili kufuata maelekezo mbalimbali yanayotolewa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania pamoja na Jeshi la Polisi, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi. Narudia, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi kwenye linki wanazokutana nazo kwenye simu zao au kwa mtu ambaye hawamjui, au kutoa taarifa za siri za mtu binafsi kama CV, pamoja na kutoa namba za vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vingine kwa watu ambao wanakuwa wanavihitaji, lakini katika mazingira ambayo hauna uhakika nayo. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wameapa kufuatilia kwa karibu makundi haya ambayo yamekuwa ni kero kwa wananchi na kutumia mbinu ambazo tumekuwa tukizieleza mara kadhaa na kufanikiwa kuwaibia watu na hivyo kuleta taharuki kwenye baadhi ya watu. Baadhi ya makosa ambao wamefikishwa nayo mahakamani pamoja na haya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, lakini kutumia laini za simu ambazo sio za kwao, hayo ni makosa kisheria, lakini kujaribu kulazimisha na kufanya usajili wa uongo kwenye laini za simu na hivyo kuwa kwenye nafasi ya kutenda makosa ambayo nimeyaeleza. Jeshi linaendelea kuomba wananchi kushirikiana na kutoa taarifa mbalimbali kwa watu au makundi ambayo yamekuwa ni kero, yanajitokeza na hivyo kufanya haya makosa ambayo jeshi pamoja na mamlaka zingine za kisheria haikubaliani nao. Narudia, jeshi limeapa kupambana na watu hawa mpaka tuone mwisho wao, na tutawashughulikia vikali, lakini kwa mujibu wa sheria.